Kesi hii ni ya muhimu sana kwa sababu mvuto wake unatokana na ukweli kwamba marehemu walifariki kwa ajali ya gari. Na tunafahamu kwamba watu wanaofariki katika ajali ya gari wanapaswa kuchukuliwa kwamba wamefariki kwa ajali ya gari, na waliosababisha ajali wanapaswa kushtakiwa chini ya sheria ya barabara inaitwa the Road Traffic Act, na sio mauaji. Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka hapa Songea mkoani Ruvuma, nyuma yangu ni kibao ambacho kinaonyesha mahakama ya hakimu mkazi hapa Songea, ambacho kilichotuleta hapa ni jambo moja tu, kufuatilia shauri la msingi ambalo limefunguliwa na Jamhuri katika mahakama hii. Shauri hilo linamhusu Hussein Juma Kadari na wenzake 6, kwa ujumla watuhumiwa 7 wanaotuhumiwa na kesi ya mauaji ya watu wawili. Kesi ambayo kwa mujibu wa msingi ilitokea mnamo mwaka 2023 mwezi wa 8 tarehe 29 katika kijiji cha Lilondo kilichopo Songea, halmashauri ya wilaya ya Songea katika mkoa huu wa Ruvuma. Msingi wa kesi hii ambao umetuleta katika eneo hili kidogo umekuwa na msisimko wa aina yake, kutokana na kwamba watuhumiwa wawili walikutwa katika gari ambayo ilikuwa limepinduka, na taarifa za awali zinaonyesha kwamba huenda wamepata ajali ya gari ambayo imesababisha kifo chao. Baadaye Jamhuri ilifungua kesi dhidi ya watuhumiwa 4 mwaka 2023 wakiwatuhumu kuhusika na mauaji ya watu hao wawili. Mnamo mwezi wa 8 mwaka 2024 mkurugenzi wa mashtaka nchini kwa maana DPP aliamua kuiondoa kesi hiyo mahakamani, kwa maana ya kwamba hana nia tena ya kuendelea naye. Baadaye, muda mfupi baada ya watuhumiwa 4 kuachiliwa, walikamatwa tena na wakafunguliwa tena mashtaka hayo hayo, safari hii wakiunganishwa watuhumiwa wengine 3 na kufanya jumla ya watuhumiwa 7, ndani yake akiwemo Hussein, ambapo kwa ujumla wao wakatuhumiwa kwa makosa hayo ya mauaji ya marehemu wao wawili, ya mauaji ya mwaka 2023. Leo hii katika mahakama hii tunaye wakili Peter Madereka ambaye amefika kwa ajili ya kumtetea Hussein. Nini hasa ambacho anakizungumza undani wa shauri hili? Leo tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2025, kesi ya jinai ambayo imesajiliwa kwa namba PI 23213 ya mwaka 2025 itaitwa katika mahakama ya hakimu mkazi Songea mkoa wa Ruvuma, na kesi hiyo ni kati ya Jamhuri dhidi ya Hussein Juma Kadari na wenzake 6 ambao wanashtakiwa kwa mauaji ya John Marwa Masese na Marwa Masese Senso, ambao walifariki kwa ajali ya gari tarehe 29 Agosti mwaka 2023 katika kijiji cha Lilondo katika wilaya ya Songea mkoa wa Ruvuma. Kesi hiyo inakuja leo kwa hatua ya kuwasomea washtakiwa maelezo ya kufunga kesi hii katika mahakama hii, mchakato ambao kisheria unajulikana kama committal proceeding, ili baadaye watu hao waweze kupelekwa mahakama kuu kwa ajili ya kwenda kusikiliza kesi yao. Na hatua hii inakuja baada ya upande wa Jamhuri kusema kwamba wamekamilisha upelelezi, na kwa kawaida upelelezi unapokuwa umekamilika kwenye kesi za mauaji, basi hatua inayofuata ni kwa ajili ya kuwasomea sasa washtakiwa mashtaka yao na kuwahamisha kwenda mahakama kuu ya Tanzania ambako hatua ya usikilizaji itaendelea. Kwa hiyo tunatarajia leo Jamhuri hawataleta danadana wala visingizio vyovyote, kwa sababu imekuwa ni kawaida yao huko nyuma kuja na visingizio ambavyo vinakwamisha haki na kusema kwamba upelelezi haujakamilika au umekamilika, lakini kuna hili na lile limejitokeza, na hivyo kukwamisha hatua zingine kuweza kuendelea. Kwa tunaamini leo committal proceedings itafanyika. Kesi hii ni ya muhimu sana kwa sababu mvuto wake unatokana na ukweli kwamba marehemu walifariki kwa ajali ya gari. Na tunafahamu kwamba watu wanaofariki katika ajali ya gari wanapaswa kuchukuliwa kwamba wamefariki kwa ajali ya gari, na waliosababisha ajali wanapaswa kushtakiwa chini ya sheria ya barabara inaitwa the Road Traffic Act, na sio mauaji. Tumeona watu wengi wamewahi kupata mauti kutokana na ajali za barabarani. Mmoja kati ya watu maarufu sana nchini hapa aliyepata ajali ya gari na akafariki ni marehemu Edward Moringe Sokoine aliyefariki mwaka 1984. Lakini juzi tu hapa mkoani Dar es Salaam, aliyekuwa kamanda wa polisi wa wilaya ya kipolisi Chanika marehemu Awadhi Chiko alifariki pia kwa ajali ya gari. Kwa hiyo ajali za gari zinazosababisha vifo, wanaozisababisha hawapaswi kushtakiwa kama kwa makosa ya mauaji, wanapaswa kushtakiwa kwa makosa ya usalama barabarani na sio mauaji. Sasa
watu waje mahakamani waone kinachofanyika hapa, na baadaye waje mahakama kuu ili kuweza kuona sasa ni miujiza gani hiyo leo itatumika ili kuweza kufanya kesi ya ajali ya barabarani ionekane ni mauaji. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo ambayo tunatarajia kuyafanya leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Songea mkoani Ruvuma.